Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na tuko katika Injili ya Yohana Mtakatifu, sasa ni sura ya 6. Tutasoma kuanzia mstari wa 36. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, tumefika katika jambo muhimu sana, nalo ni siku ya kiyama. Inahusu siku ya kiyama, na siku ile ya kiyama au siku ya mwisho ya dunia itakuwa na mambo mengi. Itakuwa ni siku ya kindumbwendumbwe, wengine wanasema ni siku ya kindumbwendumbwe. Itakuwa ni siku ambayo utakaa uisahau. Itakuwa ni siku ya kipekee ajabu. Hapa tunamwona Yesu akiongea na watu, anasema wote anipao Baba watakuja kwangu, na yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Anasema wote anipao Baba watakuja kwangu. Maana yake huwezi kumwamini Yesu Kristo isipokuwa huwezi kumwamini Yesu Kristo isipokuwa Baba yake amekusukuma kwenda kwake. Kwa hiyo ukiona humwamini Yesu Kristo, Mungu hajakusukuma, hajakupa msukumo wa kumwamini. Lakini Mungu akikupa msukumo wa kumwamini Yesu Kristo, ni rahisi kwako kumwendea Yesu Kristo. Maana Yesu anasema wote anipao Baba. Wote maana yake wote anaopewa. Anaahidi kwamba hatampoteza hata mmoja. Lakini anasema tena anasema siku ile atawafufua. Anasema kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, kwamba kila mtu aliyenipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Siku ya mwisho utakuwa na ufufuo. Ufufuo maana yake ni watu waliokufa zamani na watakao kufa baadaye watafufuliwa, yaani watapewa uhai tena. Kila mtu alikokufia, kama alifia majini ama baharini ama porini ama aliumwa na wanyama, aliliwa na wanyama, ama vyovyote alivyokufa, kama amekufa kwa ugonjwa akaenda akazikwa, basi siku ya mwisho pale alipozikwa au alikofia atafufuliwa. Yesu atamfufua siku ya mwisho, na sio tu kumfufua, lakini anasema atampa uzima wa milele. Atampa uzima wa milele. Jambo muhimu hapa ni hili, kwamba wote anipao Baba watakuja kwangu, nami sitampoteza hata mmoja. Jambo la pili, nitamfufua siku ya mwisho. Ukimwamini Yesu Kristo leo, tegemea ufufuo siku ya mwisho. Atakufufua. Kama anasema nitawafufua siku ya mwisho, maana yake wengine hawatafufuliwa. Kutakuwa na namna mbili ya ufufuo. Kutakuwa na ufufuo wenye haki, na baadaye utafuata ufufuo wa pili, ambao hao watakapofufuliwa watatupwa jehanamu milele. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa hiyo jambo muhimu hapa, umwamini Yesu Kristo, uwe wake, akufufue siku ya mwisho kwa ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza, watakaofufuliwa kwanza, hao ndio watakaopewa uzima wa milele. Na Yesu amesema nitawapa uzima wa milele. Uzima wa milele maana yake ni kuishi naye bila mwisho. Hakutakuwa na mwisho. Kwake hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna njaa, hakuna matatizo, hakuna malalamiko, hakuna kusemwa, hakuna kulaumiana. Kule ni raha moja kwa moja. Hivyo basi,
pata nafasi ya kumwamini Yesu Kristo, siku ya kiyama kufufue, pate uzima wa milele. La sivyo uzima wa milele utapata. Mungu akubariki, tukutane kwenye kipindi kijacho, na usiache kuniunga mkono kwa subscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV, like, comment. Niko tayari kusaidiana na wewe. Mungu akubariki sana. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.